Mtazamaji mpendwa, karibu sana katika taarifa nzito ambazo tumezipata katika mtandao wetu wa Tanzania ITV, na kila wakati tunatoa siri zote vile zinatufikia, vile tunapeperusha matangazo haya kutoka Umbea, Tanzania. Kabla ya taarifa hizi, na kuomba uchukue sekunde 1-2 tu uponyeze button ya subscribe na uwashe kengele, kiko hapo kando tu, na asante, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Taarifa nzito ambazo tumezipata ni wazi kwamba hatimaye kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu, ambaye amekuwa akizuiliwa kwa muda mrefu sasa katika gereza la hapa Tanzania, ameweza kuachiliwa kutembea Ikulu ya Tanzania ili akutane na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, kumaanisha amekubali kushikana mkono ama kusalimiana na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Kuna chapisho hapa ningependa kulipitia ili kuleta wazi ama kuyaweka wazi hayo ambayo tunazungumzia kwa video hii. Unapotazama hewani taarifa kamili toka gereza kuu la Ukonga tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka huu. Lissu akubali kukutana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu, kumaanisha penye imefika Tundu Lissu amekubali kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan na atamtembelea kule Ikulu. Chapisho hili likaendelea kusema ya kwamba adai yeye sio mtu wa kwanza kufanya hivyo akitokea gerezani. Adai hata mtangulizi wake Freeman Aikael Mbowe aliwahi kufanya hivyo, na haikuwa ajabu kwa sababu kukutana na rais ni ndoto na akiu ya kila mtu mwenye akili timamu. Kwanza namfahamu Samia Suluhu, utu, ubinadamu na moyo wake, hajawahi kuwa na roho mbaya na watu. Aliwahi kutembelea jijini Nairobi. Aliwahi kunitembelea jijini Nairobi, Kenya, nilipopiwa risasi. Matamshi hayo ni ya Tundu Lissu. Nilipokuwa Ulaya alinikaribisha nyumbani na kunikaribisha Ikulu. Nimetafakari wema na ukarimu wake. Nimeamua kuungana naye katika safari ya matumaini ili kulijenga taifa letu. Amedai kama mwanasheria mbobezi anaelewa taratibu zinazoweza kutumika na mkuu wa nchi kueleza ofisi au idara za serikali kutekeleza jambo lolote kwa maslahi mapana ya Tanzania, na kama imempendeza kumuingiza ama kumwagiza DPP kufuta kesi ya uhaini inayomkabili Mahakama Kuu ili kuanza upya ujenzi wa taifa, haoni tatizo la kuhusiana jambo hilo. Ameongeza yeye ni nani akatae msamaha wa rais, ambayo wengi wamekuwa wanufaika wakubwa. Amesema hilo anamwachia Mheshimiwa Rais Samia mwenyewe, na yuko tayari kwa mwaliko wake na ataupokea kwa unyenyekevu na shukurani. Hayo matamshi ni ya Tundu Lissu kulingana na vile chapisho hili ambalo limechapishwa na Deus Mkombozi ameweza kuandika, huku akimaliza kwa kuuliza swali akisema ya kwamba swali langu, haya, wewe unayepinga Lissu kupewa msamaha, una mchango gani kwake kwenye mapito yake huku gerezani? Wangapi wanapewa msamaha na rais kama anavyopewa Lissu, na huwa hamuulizi kwani kesi ipo Ikulu au mahakamani? Jela sio geto, sio guest, chumbani, sebuleni, hotelini wala ofisini, ni jehanamu ndogo. Na Lissu akisema ameridhia tumwachie anufaike na msamaha wa rais wake
akaungane na familia yake kufurahia maisha. Kaka wa taifa, nashukuru kuona mwanga mpya unakuja. Vile tumesoma chapisho hilo, ni wazi kwamba Tundu Lissu, kiongozi wa upinzani ambaye amezuiliwa gerezani zaidi ya siku 255, sasa amekubali kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan ili kumaliza tofauti za kisiasa ambazo zinaonekana. Ingawa chama cha Chadema hakichatangaza haya wazi, lakini ikumbukwe kwamba ni njia moja ya kutest ground, waone ni kivipi mwaliko ama habari hii inaweza kukaribishwa. Ikumbukwe kwamba mataifa mengine yaliweza kuagiza Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia Lissu kutoka gerezani na bila sharti lolote, na aweze kukabidhiwa ama kupewa rasmi huduma za matibabu, kisha baadaye aachiliwe kuonana na familia yake. Na kufikia sasa hatujaona Lissu akifunguliwa, lakini vile tumepata habari ni kwamba amekubali kukubaliana pamoja na kusalimiana na Rais Suluhu Hassan, na siku ile ataenda Ikulu tutakuwa tunaufahamisha, kwa sababu kitu hiki tunafichua siri zote zile ambazo zinaendelea hapa Tanzania, kwa sababu tupo hapa kuhakikisha kwamba mmepata taarifa hizi ambazo huwezi kuzipata mahali popote pale vile tunabeberusha kutoka Mbeya. Na kufikia sasa Samia Suluhu Hassan aliwahi kuomba msamaha kwa vijana wa Gen Z wakati alikuwa anazungumzia bunge la kitaifa, wakati alikuwa anafungua bunge lile. Tukaona Samia Suluhu Hassan akifungua bunge kwa sababu akiwa na machozi ya hapa na pale kwa yale ambayo yaliweza kutendeka katika taifa letu la Tanzania. Lakini kufikia sasa kuna familia ambazo zinapitia mengi. Wenzao waliweza kuaga dunia, miili yao haijawasilishwa, ama wale ambao ni familia ambazo ziliweza kupoteza wenzao bado hawajapata miili. Kufikia sasa ni jambo ambalo liko kwa giza. Ndio maana wakati Lissu na Suluhu wanapokubaliana, na Mtanzania wa kawaida yule ambaye aliweza kupoteza mwenzake, yule ambaye aliweza kupoteza mali yake kuchoma hapa na pale, lazima nao waweze kupata haki. Ndio maana tukashuhudia mataifa mengine kama Marekani, mataifa mengine Canada, Uswidi yakitoa msaada kuelekea taifa la Tanzania. Tanzania sasa hivi kuna changamoto za hapa na pale, lakini kwa kufuatia maridhiano, kufuatia mazungumzo ya Lissu na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, huenda tutapata nuru katika taifa la Tanzania, ingawa kuna wengi ambao waliweza kuangamia. Na tumeona vijana wa Gen Z wakisema katika mitandao ya kijamii kwamba tarehe 25 siku ya Alhamisi wiki hii watakuwa wanaandamana, lakini sisi tutasubiri tuone ikiwa ni ukweli wataenda kuandamana ama hakuna maandamano, kwa sababu walitaka kuandamana siku ya tarehe 9 Disemba mwaka huu, lakini yakashirikana maandamano hayo. Lakini sisi tutakuwa tunawaletea taarifa zote vile tunaendelea kuzipokea katika kituo hiki cha Tanzania ITV. Je, kabla nitamatishe kuleta haya yote moja kwa moja, Lissu hata ingawa tumeambiwa anaenda kusalimiana na Samia Suluhu Hassan, je, Chadema ni mwisho wake? Chama cha Chadema ni mwisho wake haswa katika siasa baada ya Lissu kukubali kukutana na Suluhu? Naomba tu vile ninapotamatisha hii kanda, naomba tu uchukue sekunde moja, kama hauja subscribe, kuna button hapo chini subscribe, bonyeza hiyo button ili kusubscribe na uwashe kengele ambacho kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na tukutane katika video ambayo nitaileta baada ya hii. Asanteni sana.